Habari kubwa asubuhi hapa tunaambia kwamba jeshi la Israeli limetangaza upanuzi wa operesheni ya kijeshi huko Gaza kunyakua maeneo makubwa ya ardhi ikiwaamuru wakazi kuondoka. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametangaza kuhusu upanuzi mkubwa wa operesheni ya jeshi huko Gaza ambayo inahusisha unyakuzi katika maeneo makubwa ya ardhi ambayo yatajumuishwa katika maeneo ya usalama ya Israeli. Katika taarifa hiyo, waziri huyo amesema operation hiyo pia itahusisha uondoaji mkubwa wa wakazi katika maeneo hayo ya Gaza kutoka katika maeneo ya mapigano bila kutaja maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operation hiyo ya kijeshi itapanuka na kuponda na kusafisha eneo la magaidi pamoja na miundombinu ya ugaidi, huku ikiteka maeneo makubwa ambayo anakuambia yatajumuisha katika maeneo ya usalama ya Israeli. Msemaji wa jeshi la Israeli kwa vyombo vya habari vya Kiislamu aliamuru wakazi katika eneo la kusini mwa Gaza la Rafah kuondoka katika makazi yao na kuelekea kaskazini. Mwezi uliopita, afisa wa Israeli pamoja na chanzo cha pili ambacho kinafahamu suala hilo kililiambia shirika la habari la CNN kwamba Israeli ilikuwa inapanga mipango ya mashambulizi makubwa ya ardhini huko Gaza ambayo yangehusisha anakuambia kutuma makumi ya maelfu ya wanajeshi katika mapigano ili kuondoa na kuchukua maeneo makubwa katika eneo hilo. Taarifa ya waziri huyo siku jana Jumatano haikubainisha iwapo wanajeshi wa ziada wa Israeli watahusika katika operesheni hiyo ambayo imepanuliwa. Tangazo hilo linajiri wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi ya angani katika ukanda huo. Takribani watu 17 waliuawa katika mashambulizi ya Israeli usiku kucha kusini mwa Gaza, kulingana na maafisa kutoka katika hospitali ya Nasser pamoja na hospitali ya Ulaya huko Khan Younis, ambapo miili hiyo ililetwa. Miongoni mwa waliouawa takribani watu 13 ikiwa ni pamoja na wanawake pamoja na watoto ambao walikuwa wamejihifadhi katika nyumba ya makazi baada ya kufukuzwa kutoka katika eneo la Rafah, kulingana na hospitali ya Nasser. Wengine wawili waliuawa katika mashambulizi tofauti katika ukanda wa Gaza, kulingana na hospitali ya Al-Haida ambayo ilipokea miili ya watu hao. Penzi mtazamaji, tukitoka huko Gaza moja kwa moja twende paka Neymar. Hapa tunaambiwa kwamba kupunguzwa kwa misaada ya USAID kwa iweka Marekani pembeni baada ya tetemeko katika nchi ya Neymar. Marekani imeshindwa kabisa kushughulikia ipasavyo tetemeko la ardhi la Neymar kutokana na kuondolewa kwa misaada ya kigeni ya hivi karibuni, kulingana na maafisa wakuu watatu wa zamani wa Marekani. Mkurugenzi mmoja wa zamani katika shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani la USAID nchini Neymar aliambia BBC kwamba Marekani imekuwa ipo kando kabisa baada ya maafa hayo. Kimsingi Marekani haikuwepo kipindi cha uokoaji, afisa mwingine alisema. Wote watatu walisema kwamba kuondolewa kwa usaidizi wa kigeni wa Marekani huenda kugharimu maisha nchini Neymar. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 katika kipimo cha Richter lilitokea siku ya Ijumaa iliyopita na kusababisha takribani watu 2700 kupoteza maisha, zaidi ya watu 4500 kujeruhiwa na mamia bado hawajulikani walipo, kulingana na jeshi la nchi hiyo. Takwimu hiyo inatarajiwa kuongezeka, na maafisa hao wa zamani wa USAID walisema kwamba shirika hilo limekusanya timu za kukabiliana na maafa kutoka Marekani baada ya matetemeko makubwa ya ardhi hapo awali, ikiwa ni pamoja na waokoaji ambao walifunzwa mbwa wa kunusa pamoja na vifaa maalum. Timu hizo hutayarishwa mara moja kisha hutumwa katika nchi ambazo zimekumbwa na majanga. Usambazaji wa kawaida kama ule ambao umetumwa wakati wa tetemeko la ardhi la Uturuki pamoja na Syria mnamo mwaka wa 2023 unaweza kujumuisha takribani watu 200, wengi wao wakiwa wafanyakazi wa uokoaji.
timu za Marekani mara nyingi ndizo kubwa zaidi kati ya vikundi vyote vya usaidizi wa kigeni. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema siku ya Jumatatu timu ya Marekani yenye makao yake katika eneo hilo ilikuwa njiani kuelekea Neymar. Inaaminika kuwa inajumuisha watu watatu ambao ni washauri, sio waokoaji. Idara ya serikali pia imesema kwamba ilikuwa ikitoa takribani dola milioni 2 ama euro milioni 1.6 kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu kusaidia jamii ambazo zimeathiriwa na tetemeko la ardhi. Hayo mpenzi mtazamaji, yametokea huko Mashariki ya Kati. Sasa turudi katika upande wetu huu hapa wa Afrika na moja kwa moja tuende paka Kongo. Kongo tunaambiwa kwamba waasi wa M23 kuanza mazungumzo ya ana kwa ana. Duru za pande hasimu nchini Kongo zimesema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na waasi wa M23 wanajiandaa kwa mazungumzo ya ana kwa ana Aprili 9. Wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani imemteua Masadi Boulos kuwa ni mshauri wa ngazi ya juu kabisa katika masuala ya Afrika, Arabuni pamoja na Mashariki ya Kati. Jukumu lake la kwanza ni kuitembelea eneo la Maziwa Makuu na kusogeza mbele juhudi za uwekezaji wa amani. Ziara hiyo ambayo imepangwa kuanza tarehe 3 Aprili itampeleka Boulos hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Kenya pamoja na Uganda, akiandamana na naibu waziri wa mambo ya kigeni ambaye anashughulikia masuala ya Afrika. Ajenda yao itajikita kwenye mikutano pamoja na viongozi wa ngazi ya juu kabisa serikalini pamoja na wafanyabiashara ili kuzipa nguvu zaidi harakati za kudumisha amani Mashariki mwa Kongo pamoja na uwekezaji kwenye sekta binafsi. Boulos ni baba wa mume wa binti wa rais wa Marekani Donald Trump. Na wakati huo huo serikali ya Kongo pamoja na waasi wa M23 wanajiandaa kwa mkutano wa ana kwa ana ifikapo tarehe 9 Aprili hii. Mkutano huo utakuwa ni wa kwanza kufanyika moja kwa moja tangu wapiganaji wa M23 kuteka miji miwili mikubwa ya eneo la mashariki kwenye mashambulizi ambayo yaliwaua maelfu na kuwalazimu mamia kuyakimbia makazi yao. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kiasi ya watu milioni 26 ambao ni sawa na robo ya wakazi wa Kongo wanahitaji msaada wa dharura pamoja na chakula. Nada Ali Nashif, naibu kamishna katika shirika la Umoja wa Mataifa katika masuala ya haki za kibinadamu pamoja na anasisitiza kuwa hali ni tete katika maeneo hayo. Anasema kwamba mapigano ambayo yalianzishwa mwaka huu na waasi wa M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini pamoja na Kusini yamevuruga hali ambayo ilikuwa ni mbaya, ikizingatia ukiukaji wa haki za kibinadamu pamoja na misaada ya kiutu katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Umoja wa Mataifa unasisitiza umuhimu wa jamii ya kimataifa kutoa kauli kali za kusitisha mzozo huo wa Kongo.